Hifadhi ya Taifa Tarangire ni moja ya hifadhi kongwe na zenye jina kubwa ulimwenguni. Ni makazi ya makundi makubwa ya wanyama, zaidi ya aina 500 za ndege, bila kusahau wadudu na viumbe wengine wakubwa na wadogo. Hifadhi ya Taifa Tarangire ni ushuhuda wa uzuri wa asili. Lakini chini ya hali hii tulivu kuna mapambano ya kuishi. Uwindaji haramu, shughuli haramu na ya kikatili ambayo inatishia uwepo wa viumbe vingi sana. Tembo na wanyama wengine wengi huwindwa bila kuchoka kwa ajili ya meno, pembe na ngozi zao. Kila mwaka maelfu ya wanyama huuawa na kusababisha aina nyingi za wanyama kuwa kwenye hatari ya kutoweka. Mbaya zaidi, sio tu wanyama wanaoteseka, ujangili huvuruga mfumo mzima wa ekolojia, unaathiri jamii na uchumi pia. Jangili ni mtu yoyote ambaye anakiuka sheria za uhifadhi kwa kuingia ndani ya hifadhi na kufanya uharibifu ndani ya hifadhi. Wanaosimama katika njia ya uharibifu huu ni askari wa wanyamapori. Wanaume na wanawake hawa jasiri huhatarisha maisha yao kila siku ili kulinda wanyamapori katika hifadhi hii ya Tarangire. Siku ya kawaida kwa doria ya kupambana na ujangili ni kazi ngumu inayohitaji moyo mkuu wa kujitolea. Askari hawa jasiri wanatembea umbali mrefu nyikani bila kuhofia uhai wao dhidi ya wanyama wakali wala hali mbaya ya hewa. Motisha yao kubwa ni kuona bioanuwai iko salama kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa kutumia mbinu za kijeshi, maaskari wanaweza kubaini ni wapi wahalifu wameweka kambi ili kuwakabili.
Shughuli za ukamataji sio lelemama, ni suala la haraka na lenye umakini mkubwa. Askari lazima wawe tayari kwa lolote linaloweza kutokea. Yeye ni watu wapi bwana? Bauni wapi? Tarangire wapi? Mmekuja kufanya nini huku? Yeye ni pop, yeye. Sasa zake ziko wapi? Wewe ulikuwa na risasi ngapi? Risasi 10. Kingine mlichokuwa nacho? Hivi vyombo ni vya kwenu? Mlikuwa na panga? Nilikuwa na panga na kisu na shoka. Panga, kisu na shoka. Panga moja, shoka moja na kisu kimoja. Hivi ndio silaha zao, sio? Ndio. Hivi peleka kwenye gari. Ngoja niweke. Yao tunaweka kwenye gari. Kingine walichokuwa nacho ni masufuria na vyakula, sio? Ndoo na mwiko. Hapa wana sufuria 2 na mwiko. Maji walikuwa nayo. Wanashawasha moto tayari kwa kuandaa chakula na maji. Zime moto sije baadaye kuleta madhara. Ndio sasa. Moja. Haya, gari panda gari, mambo ya bunduki. Mambo na risasi zao. Sasa ziko wapi? Ndio kwa panga. Naomba. Sasa tunarudi kambini kwa kazi zingine. Kwenda kuandika maelezo yao na kupeleka kwa polisi kwa hatua zaidi. Upande ule yetu tuliokwenda imekuwa na mafanikio mazuri. Niwape pongezi. Yeye ni makamanda, ameonyesha kwamba yeye ni askari aliyoiva vizuri. Hakikisha kwamba hawa wahalifu wanajaza ile hati ya kukamata na kushikiliwa mali pamoja na wewe usaini na wenyewe wasaini, ili taratibu zingine ziweze kuendelea, wapeleke polisi pamoja na hivyo vielelezo vyao kwa ajili ya hatua za kisheria zaidi.
Baada ya kuwatia mikononi wahalifu, rekodi huchukuliwa ya vidhibiti vyote kabla ya kuwapeleka kwenye mamlaka inayohusika kisheria ili kuwafungulia mashtaka. Juhudi za kupambana na ujangili sio jukumu la askari wanaosimama mstari wa mbele pekee. Elimu na ushirikishwaji wa jamii ni nyenzo muhimu katika vita dhidi ya ujangili. Kwa kulitambua hilo, Hifadhi ya Taifa Tarangire kupitia kitengo chake maalum cha ujirani mwema kinafanya miradi mbalimbali inayojumuisha wananchi waishio pembezoni mwa hifadhi ili waone faida ya uwepo wa hifadhi na kuwekeza nguvu zao katika vyanzo vingine vya mapato badala ya kutegemea ujangili. Licha ya changamoto, kuna hadithi za mafanikio. Mpaka sasa tunaweza tukasema kwa asilimia kubwa tumeweza kudhibiti ujangili, kwa maana ujangili unaendelea kupungua kwa kasi kubwa. Na mathalan kwa kipindi cha miaka ya karibuni tumeshuhudia kwamba ndani ya hifadhi hakujatokea uhalifu wote unaohusiana na masuala ya uwindaji kama wa tembo, lakini ujangili mdogo ambao uliopo tunaendelea kupambana nao na hatimaye tuweze kufanikisha kuzuia kabisa. Vita dhidi ya ujangili ni vita kwa mustakabali wa sayari yetu. Ni vita inayohitaji ujasiri, kujitolea na kuungwa mkono na watu wote popote ulimwenguni. Changamoto hizo zipo, hatuziogopi na hatuwezi kuzikwepa. Simama nasi, tuunge mkono juhudi za kupambana na ujangili na usaidie kulinda pori kwa vizazi vijavyo. Kupambana na ujangili ni jukumu letu sote.